Shalom, mwanafamilia maombi ya ukombozi. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kukualika asubuhi ya leo, asubuhi nzuri, asubuhi ya baraka ambayo Baba ametupa tena kibali na upendeleo. Nichukue nafasi kwanza kabisa tumshukuru Roho Mtakatifu ambaye ametupa kibali asubuhi ya leo tena. Tusimame kwenye madhabahu yake. Baba yangu, ninakutukuza. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Asante kwa sababu ya kutupenda na kutupendelea watumishi wako na wajoli wako. Tuko mbele zako tena majira tena haya, watoto wako tumenyenyekea mbele zako. Tunasi rehema zako tena Bwana Yesu. Tunasi rehema zako tena Roho Mtakatifu. Tutakase kwa damu ya mwana kondoo. Turehemu tena watoto wako. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako Roho Mtakatifu. Utuoshe kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu, tumenyenyekea kwako. Biblia inasema ya kwamba dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama bendera, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Sawa na kitabu kile cha Isaya sura ya kwanza na mstari wa 16 mpaka 19. Baba, tuoshe na utusafishe sawa na fadhili zako. Roho Mtakatifu, utuweke wakfu leo kwa ajili ya kazi kubwa ya kukutumikia wewe Mfalme. Utukufu na enzi na uweza na nguvu ni vyako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Kila mmoja akili aseme amina, amina, amina. Ninamtukuza Mungu kwa namna ya kipekee. Bwana Yesu ametupa tena kibali hiki kikubwa asubuhi ya leo. Nichukue nafasi hii kukuomba kama huja subscribe, basi subscribe channel hii na uweze kujiunga na maombi yetu ya kila siku asubuhi na zaburi za ulinzi majira ya usiku. Nikuombe fanya kitu kikubwa sana cha kishujaa na cha kijasiri, kupeleka habari hii kwa watu wengi sana. Kwa hiyo copy link na peleka kwa kila rafiki, ndugu, jamaa anaposikiliza maombi haya. Kuna mkono wa Bwana naamini utakuwa dhidi yako. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi haya asubuhi. Weka agano kila siku asubuhi kupanda dhabihu yako ya sadaka kwa ajili ya kazi kubwa sana. Kumbuka, unaposimama na dhabihu, unapotoa dhabihu yako kila siku asubuhi, ukaweka dhabihu, Mungu atasimama na wewe kupitia agano lako na maombi yako. Watu wengi wanapenda kuomba, lakini sio watoaji wa dhabihu, sio watoaji wa sadaka. Usiwe miongoni mwa watu wanaoomba bila kutoa sadaka. Omba, toa sadaka, na utaona mkono wa Mungu ukifanya mambo makubwa sana, kama wengi wanavyoshuhudia maombi ya asubuhi haya ambayo yamegeuka kuwa neema kubwa na ukombozi katika familia nyingi za watu. Namba zetu za sadaka ni hiyo namba ya Vodacom ya 0756934903. Lakini pia jambo lingine, inawezekana unapita kwenye changamoto kadha wa kadha na unahitaji kushare pamoja na mimi, naomba utumie namba ya WhatsApp ya 0679645759. Ni namba muhimu sana hiyo. Tuma kama unataka kujoin WhatsApp group letu la maombi, basi tutakujoin kwenye group la maombi. Lakini kama unapitia changamoto, basi tutumie ili niweze kusimama na wewe na mkono wa Mungu uende kutenda kazi. Bwana Yesu ametupa neema ya kushughulikia maombi 15 ya neema. Sasa maombi ya 15 ya neema, ninaomba hakikisha unapitia ombi la kwanza mpaka ombi la mwisho. Na neema ni neema ya kukufanikisha 2026. Kumbuka, neema ni nguvu ya uwezesho. Kwa hiyo ziko aina nyingi za neema. Maombi haya neema ukiyaomba, yatageuka kuwa ukombozi, yatageuka kuwa ufunguo, yatageuka kuwa milango mikubwa ya utukufu. Kwa hiyo neema hizi zitakusaidia. Tunazo neema nyingi na Mungu akusaidie kupitia maombi haya. Neema tulio nayo leo ni neema ya ukuu. Watu wengi wanahitaji kuwa watu wakuu, wawe wakuu, awe kiongozi mkuu katika serikali, awe mtu mkuu katika nafasi ya kazi, awe mtu mkuu katika ofisi yake, awe mkuu kibiashara,
awe mkuu katika maeneo kadha wa kadha. Yani namna tabia mwanadamu alivyoumbwa, ameumbwa akiwa na ukuu ndani yake, na kila mtu anapenda kuwa mtu mkuu. Yani kila mtu, yani hata ukimuuliza mtoto mdogo kabisa, ukimuuliza mtoto mdogo aliyezaliwa ukamwambia unasoma darasa la ngapi, anakuambia nasoma darasa la 7, hata kama hajui chochote, lakini yeye anataka kuwa mtu mkuu. Hakuna mtu anahitajika kuwa mtu wa kawaida, yani hayupo. Hakuna mtu anapenda kuwa mtu wa kawaida, yani hayupo. Kila mmoja anapenda kuwa mkuu, awe mkuu kwenye huduma, awe mkuu kwenye kazi, awe mkuu kwenye, yani kila mmoja kuna kaukuu anakahitaji. Sasa kuwa mtu mkuu ni neema. Yani kuwa mtu mkuu ni neema, na unahitaji kuomba neema, inaitwa neema ya ukuu. Iwe mtu mkuu au kiongozi mkuu, unahitaji neema ya Mungu ili kuinue kutoka chini na kukupandisha kwenda kwenye kiwango cha ukuu. Umeelewa? Na hapa watu wengi hawaelewi, lakini hapo maandiko mengi sana. Ukisoma Samueli wa kwanza 2:8, Biblia inasema muinua mnyonge na umketisha na nini na wakuu. Kwa hiyo unaweza kuona anaeleza Daudi, namna Daudi Mungu alivyomuinua akiwa mnyonge na kwenda kumketisha pamoja na wakuu, na alivyoketisha na wakuu naye akawa mkuu. Kwa hiyo anza kuona Daudi alivyotafutwa mpaka anakuja kupata neema ya ukuu. Alikuwa jambo jepesi sana. Lakini natamani tuangalie pia kwa kitabu kile cha Mwanzo, tumuone Isaka. Mwanzo sura ya 26, tuone Mwanzo 26 pale kuanzia mstari ule wa 12. Mwanzo 26 mstari wa 12 pale natamani uangalie. Biblia inasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Unaona? Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Umesikia mstari wa 13? Na mtu huyu akawa mkuu na akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Ufunuo mkubwa sana, naomba ukusaidie. Hallelujah, glory. Kumbuka, labda nikurudishe nyuma kidogo. Isaka mpaka anakuwa mkuu, Isaka anapita kwenye majanga makubwa. Kwa sababu kumbuka hiyo sura 26 ukianza kusoma mstari ule wa kwanza, utaona kulikuwa na njaa katika Israeli, njaa tofauti na njaa iliwahi kutokea. Biblia inasema ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Sasa unaona Isaka wanasema kwenye nchi yao kulikuwa na njaa kuliko kawaida. Sasa hii njaa iliyokuwa ndani yao kwenye ile nchi ilikuwa sio nchi ya kawaida, ilikuwa sio njaa ya kawaida. Lakini unaweza kuona Mungu anamtokea Isaka, anamwambia baki katika nchi hii. Kisoma maandiko vizuri, baki katika nchi hii na mimi nitakubariki. Na Biblia inasema huo mstari wa 13 unamuona anasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, na mbegu ile aliyeipanda ndio ilikuwa ni mbegu iliyobadilisha hatima. Isaka akawa mkuu. Kama unahitaji kuwa mkuu ofisini, unahitaji kuwa mkuu kwenye biashara, unahitaji kuwa mkuu kwenye maeneo yako, lazima uwe na dhabihu maalum, inaitwa dhabihu ya mbegu, na hiyo inaitwa dhabihu ya ukuu. Huwezi kuwa mkuu hivi hivi. Ukuu ni neema. Sasa hii neema lazima unaitafutia dhabihu maalum, sadaka maalum. Unaambia Baba, mimi nataka uweke mbegu ya ukuu ndani yangu, weka neema ya ukuu ndani yangu. Isaka akapanda mbegu. Umeona? Mwaka ule akavuna kipimo 100 kwa kimoja. Kuna sadaka aina ya mbegu. Ukiipanda hiyo sadaka inaenda kuruhusu ukuu ndani yako. Glory to Jesus. Isaka akawa mkuu. Hakuwa tena mtu wa kawaida, akawa mkuu. Isaka akawa mkuu.
akaongezeka kila kitu, mpaka Biblia inasema Wafilisti wakaanza kumhusuru. Umeona? Anasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule kipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki na mtu huyo akawa mkuu, akazidi kustawi. Unaona? Hata akawa mkuu sana. Wewe unahitaji kuwa mkuu. Unahitaji kuwa mkuu kwenye biashara. Unahitaji kuwa mkuu, ile mbegu ya ukuu ifanye kazi. Ulishawahi kuomba neema ya ukuu? Je, ulishawahi kutolea sadaka maalum mbegu ya kuwa mtu mkuu? Haitoshi tu kusikiliza, lakini fanya kitu. Weka mbegu ya kuwa mtu mkuu, utaona ukuu na kwenda kudhihirika. Kuna watu ambao wanaisikia sauti hii ili Mungu afanye kuwa watu wakuu katika taifa, watu wakuu katika nchi, watu wakuu katika nafasi. Panda hiyo sadaka ya ukuu, utashangaa kile Mungu anakwenda kufanya. Popote pale ulipo, ni wewe unahitaji kupokea neema ya ukuu. Naomba inua mikono yako, nataka tuombe. Na ndani yako kamata dhabihu, mwambie Mungu, hii ni mbegu yangu ya ukuu, na Mungu anaenda kufanya kuwa mkuu kwenye maeneo. Tamka maneno, sema: Baba wa mbinguni, niko mbele zako tena asubuhi ya leo. Nimesikia sauti yako juu ya neema ya ukuu, nami ninyenyekea mbele zako Bwana Yesu. Asante kwa sababu wewe muinua mnyonge toka mavumbini na umketisha pamoja na wakuu. Muda niliokaa kwenye unyonge, niliokaa kwenye nafasi moja, niliokaa kwenye namna moja ya kuwa chini, Baba, naomba neema ya ukuu iwe juu yangu katika jina la Yesu Kristo. Ninaungana Bwana na dhabihu, fanya agano na dhabihu. Dhabihu hii Bwana inipe neema kwa mtu mkuu katika jina la Yesu Kristo. Kama ulimsaidia Isaka, Baba, naomba unisaidie. Kama ulimsaidia Isaka akapanda ile mbegu, hatimaye akawa mtu mkuu sana katika nchi, Roho Mtakatifu, naomba unipe neema ukuu katika jina la Yesu. Rosandarakosha, ita neema ukuu juu yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, naita neema ukuu juu ya mtumishi wako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, naachilia neema ukuu in the mighty name of Jesus. Rimando rosatata rabakoria masata risanda ramakoria, kwa damu ya Yesu Kristo naachilia neema ukuu ndani ya mtumishi wako in the mighty name of Jesus. Pe neema ya ukuu, pe neema ya ukuu, mpe neema ya ukuu, pe mtu kuwa mkuu katika jina la Yesu Kristo. Ninamuombea msikilizaji wangu, pe neema ya ukuu mwaka 2026. Baba, mpe neema ya ukuu, pe neema ya ukuu Yesu, pe neema ya ukuu Yesu, pe neema ya ukuu Yesu, pe neema ya ukuu Yesu katika jina la Yesu. Neema ya ukuu iwe juu yako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Wewe mwenye sadaka yako, weka sadaka yako kwa namba ya Vodacom. Na wewe ambao una changamoto na unatamani tusimame pamoja na unataka kufanya maombi ya ukuu, basi nitumie namba ya WhatsApp hiyo, nitaomba pamoja na wewe. Na ni muhimu sana, nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi Gairo, Morogoro nchini Tanzania, ambako mamia maelfu ya watu wanakusanyika kutoka mikoa yote nchini Tanzania, nje pamoja na nchi za jirani, kukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Mungu wa mbinguni akubariki sana, nikualike sana, na Jehova awe juu yako. Shalom, shalom, nikutakie asubuhi njema.